Karibu katika simulizi na hadithi ya safari ya uongozi wa Mheshimiwa Fatma A. Nyangasa, mkuu wa wilaya ya Kondoa. Nitaenda kukupitisha jinsi alivyoanza katika safari yake ya siasa mwanzo hadi mwisho, vikwazo alivyopita, ni wapi ambapo aliteseka na ni wapi ambapo alikula matunda ya kazi yake. Historia hii na simulizi hii itakusisimua na kukusikitisha, pengine itakufurahisha na kukufunza. Msimulizi wako mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Fatma A. Nyasanga amepitia vitimbi vizito katika sakata la siasa mpaka kuwa mkuu wa wilaya ya Kondoa. Mwanzo hadi mwisho nitaenda kusimulia bila kuongeza wala kupunguza neno lolote katika simulizi yake na historia yake. Ungana nami. Hadithi ya safari ya uongozi wa Mheshimiwa Fatma A. Nyangasa. Katika kila jamii huibuka kiongozi ambao safari yao haianzi kwa vyeo bali kwa maadili. Ndivyo ilivyo kwa Mheshimiwa Fatma A. Nyangasa, mwanamke ambaye jina lake leo linatajwa sambamba na uwajibikaji, utulivu wa uongozi na kusimamia maslahi ya wananchi kwa dhati. Mwanzo wa safari yake. Hadithi ya Fatma inaanzia katika malezi yaliyomjenga kuamini katika thamani ya kazi, heshima na uwajibikaji. Akiwa mtoto alijifunza mapema kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa juhudi, nidhamu na nia njema kwa wengine. Wale waliomlea walimpa zawadi isiyoonekana, imani kuwa elimu ni maadili na uongozi za maisha. Akiwa anakuwa, Fatma A. Nyangasa alionyesha tabia ya kusikiliza zaidi katika kabla ya kuzungumza na kutenda zaidi kuliko kuahidi. Hizi ndizo mbegu za uongozi ambaye zingechanua. Elimu, daraja la ndoto. Safari yake elimu haikuwa tu ya kupita madarasani, bali ya kujijenga kiakili na kimaadili. Alitumia elimu kama chombo cha kujikomboa na kuwezesha wengine. Katika kila hatua ya masomo yake, alijifunza si tu nadharia, bali pia namna ya kuwatumikia watu kwa haki ya busara. Elimu ilimpa uwezo wa kuchambua changamoto za jamii kwa macho mapema, akiona zaidi ya matatizo bali pia alisuluhisha. Kuingia kwenye utumishi wa umma. Alipoingia kwenye utumishi wa umma, Fatma hakuona kama ajira tu bali kama wito. Aliamini kuwa nafasi ya uongozi ni dhamana kutoka kwa wananchi, si taji la changamoto wala si taji la ufahari. Alifanya kazi katika mazingira yenye changamoto, alikutana na maamuzi magumu yanayohitaji hekima, uvumilivu na msimamo. Katika safari hiyo alijijengea sifa ya kuwa kiongozi anayesikiliza wananchi wa kawaida, mkulima, mfanyabiashara mdogo, mamalishe, kijana asiye na ajira, kila mmoja akihisi sauti yake ni thamani. Uongozi wake kama mkuu wa wilaya. Alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya, Fatma aliingia akiwa na falsafa moja kuu: uongozi ni kusimamia katika wananchi, si juu yao. Katika utendaji wake alisisitiza amani na mshikamano na kijamii, uwajibikaji na utumishi wa umma, ushiriki wa wananchi katika maendeleo, haki bila upendeleo. Alijulikana kwa msimamo wake wa kusisitiza kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila amani na amani haiwezi kudumu bila haki. Mtazamo wake kuhusu demokrasia na uchaguzi. Katika hotuba ya mkutano wake, Fatuma amekuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa wananchi kushiriki katika michakato ya kidemokrasia kwa amani na utulivu. Amani kuwa ushiriki wa wananchi si msingi wa uongozi bora, ni amani na mtaji wa maendeleo. Kauli zake zimebeba ujumbe wa maridhiano, kuheshimiana na kuweka maslahi ya taifa mbele ya tofauti za kisiasa. Mchango na urithi kama kiongozi. Zaidi ya cheo, Fatuma anaacha alama katika mioyo ya watu, alama ya uongozi wanawake. Anathibitisha kuwa uongozi bora unahitaji kelele bali pia na maamuzi. Amebaki kuwa mfano wa wanawake na wasichana wengi wanaotamani kuingia kwenye uongozi, akionyesha kuwa inawezekana kuwa thabiti bila kupoteza utu. Hitimisho. Mheshimiwa Fatuma A. Nyangasa si hadithi ya madaraka, bali ni hadithi ya huduma. Ni simulizi ya safari ya mwanamke aliyechagua kusimama upande wa wananchi, kusikiliza sauti za watu waliotulia kimya na kutumia mamlaka kama chombo cha kuleta usawa na matumaini. Na katika kila hatua ya safari yake, ujumbe wake unabaki wazi: uongozi wa dhamana, na dhamana ulindwa na uadilifu. Hii ni simulizi ya Fatima Nyasanga, mkuu wa wilaya ya Kondoa.
Ingawa tarehe yake ya kuzaliwa, mwezi ni wapi aliposoma haijawekwa wazi, lakini pale pindi watakapoweka wazi kupitia vyombo vya umma, basi tutajulisha na tutaendelea kutoa historia yake. Hii ni Usiku TV.